Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, ambako unasikiza ni Amka na Baraka1 TV tarehe 8 mwezi wa 6 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari mwenyewe wa habari za moto. Uvira, hali mbaya kujitokeza tena Katogota. Raia watoa malalamiko na kutaka makubwa yafanyike kabla hali haijaharibika zaidi. Beni, vijana wajiandae kukabiliana na M23, huku maeneo ya Lubutu raia waanza kukimbia kuelekea Kisangani. Goma, M23 RDF watupa silaha pamoja na nguo za kijeshi na kutimkia pasipojulikana, huku pia raia wakihitajika kuungana kwa pamoja na kutetea taifa. Usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana pia na baadhi ya matukio yote ambayo kuna rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vilevile shiriki na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo. Ukifanya hivyo utakuwa unaweza kusaidia taifa lako, na vilevile utakuwa unaweza kusaidia Baraka1 TV na hata vilevile Mwangaza TV kwa kuendelea kushare, kusubscribe pamoja na kulike vilevile na kucomment. Tuanze na taarifa hizi kutoka ndani ya tarafa ya Uvira. Hali mbaya kujitokeza tena Katogota, raia watoa malalamiko yao kutokana na hali inavyoonekana kwa sasa, baada ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Komandari Jo kuwataka wazalendo watoke maeneo ya Katogota na kukaa wote eneo la Runingu. Kwa sasa kutokana na mitandao ya kijamii uvumi kuvuma kwamba M23 wanajipanga, wanakaribia kutoboa Katogota na kushuka Luvungi kurudi tena ndani ya jiji la Uvira. Wasiwasi umetanda, huku raia wakianza kufungasha virago vyao na wengine kuanza kabisa kutoka hayo maeneo na kuja ndani ya jiji la Uvira. Mazingira hayo yenye kusisimua hisia za watu mbalimbali zimeleta pia mtazamo tofauti kwa baadhi ya Wakongomani wanaoishi ndani ya jiji na tarafa la Uvira. Hapo awali raia hawakufanya chochote kupinga maamuzi ya Komandari Jean ya kuwataka wazalendo watoke huko maeneo ya uwanja wa vita. Na kwa nini kwa leo raia wanaanza kulalamikia wazalendo na kujiuliza wazalendo wako wapi, wanafanya kitu gani, na wakati M23 iko inajipanga kwa ajili ya kuja kuvamia tena Uvira? Hii ni baadhi ya nukuu ya wadau wakizungumzia kuhusiana na kauli za kwamba M23 wanajipanga kwa ajili ya kuja tena ndani ya jiji la Uvira. Mengi na zaidi ripoti hii kutoka Katogota. Bandugu yetu venye tunatumaga maojo za nini za milalamiko ya bamere yetu ya bababa zetu. Donc tukue kwanza tunafanya maanalize mbele ya kukua tunatumana magrupe kama hizi mumanani jua nini mimi naongelea hivyo, ni juu ya kusema juzi hapa hivi wakati komanda de region ashimamisha wazalendo wote wenye walikuwa kunivua Luvunge, awaambia seme warudie nyuma mpaka wapi? Mpaka Runingu. Hakuna hata mtu mmoja wala hakuna population yenye ilishimamaka kusema seme no, hivi sie kama population acha tushimame juu ya wazalendo, acha basi tufanye ataka manifestation ka kidogo purke hata na kunivo ya Kishasa nabo batata banabiyua banauliza eske hiyo manifestation yenye ilikuwa uko hivyo mungambo ya plene ilikuwa ni ya nini? Lakini sisi wote tulinyamanzaka. Unaona, sisi wote tulinyamanzaka, donc na bamoya wetu bakabifurahia. Unaona,
Sasa adui huyu anaanza kujiraforce, kama ni wapi, kama ni Luvungi, kama ni wapi, kama ni Katogota, siko siri na vile. Donc kama naongea hivyo ni kufatanisha na nani na maaudio zenye ziko zinasirikile ma reseaux sociaux. Sasa sisi kama population tulishasikia kama no aseme adui iko anajiraforce, unaona, lakini adui kwa kujiraforce yake, sisi population sasa tunaanza sasa kukamata banani makosa, bawazalendo makosa. Daer bazalendo habana hata kosa hata moja. Donc bazalendo balikuwa mufro, donc Derejo akabatoa emo akabarudisha nyuma. Donc tuache hasa malalamiko, tuangalie matokeo. Juu sisi population Derejo akamate bazalendo aseme barudie nyuma, iko na bapandisha magari, ndo wakati na si tungeshimamaga tunafanya manifestation, tunakatala, tunasema no Derejo, sisi hatuwezi kukubali bawazalendo warudie nyuma. Hapana. Jua nini? Juu tunayua sisi population tunategemea sana sana kwa wanani, kwa wazalendo. Donc na ndo watu wenye balikamatiwaga wakarudishiwa nyuma. Sasa adui huyu munasikia gisi anaanza kujiraforce, munaanza hasa kulalamika, aseme no bazalendo viko wapi. Na juzi hapa hivi bana bafukuza, hamkusemaka mkanyamanza. Leo hii sasa munaanza hasa kubatafutisha. Muangalie kutokezea Luvungi mpaka nani, mpaka Runingu, itaweza kuwa apepre kitu ya 3 kilometre vile, kama sisaulike. Alors donc banani benye banachunga nufuro kwa leo ya Luvungi ni aba baswandiza seme ba FARDC. Donc na tusisaulike kama FARDC ndo M23. FARDC ndo M23, hakuna mkongomani mwenye anasaulika hiyo. Jua nini? Juu ya kukimbia yao, walianza kukimbia Maminova, Masake, Magoma, Mabukavu mpaka huku chini hivi Maple. Unaona? Donc wazalendo hawangefanya resistance kunivo ya Makobola kama hivi, kama M23 kama inashimamia wapi, kama inashimamia Mugra Katanga hivi swati na kutambuka. Lakini wazalendo walisema niete, acha tufungie fro hapa hivi patisa Makobola. Donc na waligombana pale vile kitu ya 3 jours, FARDC ikakia sasa kuwasaidia pale. Ndo maana mimi nasema no, ava ya kusema sana sana no bazalendo. Donc tusiko tunalaumia bazalendo saa moja. Donc juu muzalendo ni mtu saa hivyo wei, yeye alikubali kuacha bibi yake, kuacha batoto yake, na akakubali kuacha ile kazi yake yenye alikuwa iko nafanya, akasema no, acha atetee inchi. Sasa nani mtu mwenye atapatia mzalendo nguvu? Ni weye raia mwenye haukukamataga bunduki. Ni wewe ndo mtu mwenye unapashwa kutetea mzalendo. Ni wewe ndo mtu mwenye mzalendo akishafika kwako, kama uko na kagemeri kamoya aka kabunga, donc kamata nusu ya ile bunga mpatie naye aende kukula. Juu akuwe na ile nguvu ya kusema seme naye akishakuwa mufroba, akishamwatake pale vile, saa zile zozote iko yani atakuwa prena kugombana. Lakini siye wakati walitoa bazalendo mufro ya Luvungi,
Hatukusemaka. Tuache sasa matokeo itokezee sasa. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko Katogota ambako raia wanatakiwa kuweza kutulia kutokana na hali jinsi ilivyo, Baraka1 TV ujumbe wake ni kwamba raia wote wanahitajika kutulia na hakuna kitakachofanyika. Hakuna M23 ambayo itakuja tena ndani ya jiji la Uvira ama Sange, Luvungi na kokote ambako walikuwepo kabla ya kukimbia kwao. Tuingie huko Beni ambako vijana wajiandae kukabiliana na M23 maeneo ya Lubutu, raia wakimbia makazi yao. Kwa sasa mazingira yanaonekana kuendelea kuwa magumu zaidi jimboni Kivu ya Kaskazini. Ndani ya tarafa na mji wa Beni inasemekana maadui wa M23 watu wao tayari wamekwisha kuwa ndani ya maeneo hayo. Kutokana na vijana wa hayo maeneo kujitokeza sana katika swala la kupigania taifa, jumbe mbalimbali zimekuwa zikitumwa kwa makundi mbalimbali ya vijana kutaka waache kulala na badala yake wajiunge na wanajeshi wa FRDC ama pia kutengeneza makundi kwa ajili ya kujitetea wao wenyewe. Baadhi ya raia hawana imani tena na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu wanahisi kwamba ndani yao ndiko kunapatikana magaidi hao wa M23. Ripoti kutoka Beni zinasema, na nukuu baadhi ya maneno, kila mwanamke anatakiwa kuweza kujiandaa kwa kununua vifaa maalum ambavyo vitakuwa kwa ajili ya ulinzi wake pamoja na familia yake. Kwa sasa Beni imeingiliwa na magaidi wa M23. Tukichukulia maeneo ya Beniville pamoja na Beni Territoire, zote kwa sasa ziko katika hali mbaya. Ukiachana na magaidi wa M23, magaidi wa ADF na wao vile wanaendelea kusababisha mauaji ndani ya kitongoji cha Beniville pamoja na Beni Territoire na hata pia mkoa jirani wa Ituri. Mazingira hayo yanawafanya vijana kuweza kuhamasishana mmoja baada mwingine ili waweze kuungana wote kwa pamoja kutetea ardhi ambayo kwa sasa inaonekana ipo katika hatari kubwa. Serikali ya Kivu ya Kaskazini inayoongozwa na Bwana Kakule Somo Evariste, kamanda wa majeshi, ni kama kuna mapungufu ya kutosha kiasi kwamba wanashindwa kabisa kukabiliana na makundi yanayomiliki silaha ikiwemo ADF pamoja na wapelelezi wa M23 ambao kwa sasa wanasemekana wako ndani ya tarafa hilo la Beni. Mengine zaidi ripoti hii kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini. Tuko mudanje. Aya kuna wakati ya kusema hivi na nje ori ya kute hiyo wakati ni ya kuprepare. Kama uko na watoto 10 parcelle, wewe baba hakikisha kuna mpanga 10 kwa watu wenyewe, kama naweza kujipigania kwa tu kama mwenye kwanja kubadiza kupanda. Kila mtu hakikishe amenunulia mtoto wake mijeledi matumo yote viuziwe. M23 iko mtere deja. M23 iko mtere. Iko jutu tunasabota kama voice fulani zinezi na kuyaka. Kwa voice fulani yenyewe balituma mu group ilikuwa ya mtu alikuwa kotea iziro. Iko naongea na garde corps wa Corneille Nangaa. Ule garde corps iko namwambia nini? Deja nyingi zimwa kule muhotu elewa amba iziro mko deja danger. Kama huko mwae ini wakati ya kukimbia ya kushikarte kutoka kwa kule juu vita yenyewe iko ni hatari. Akasema kipasa tuma 3 batayo ya M23, 3 batayo inatumwa mbeni na mubeni Beniville, Beni Territoire na Muituri na Hotuele. Akosi nyepeke ya Mungu na deja mmevenemaza wanapitikana muiziro banda lunguza magari deja luko na wao watu kule bamungu ile watu. Njole mwangalie Beni, mwangalie peke. Deja akosi Mungu nasikia matemoignage mbalimbali za watu mbalimbali. Wenye biko na baona. Ni FARDC inaungana limoya na M23. Na wengine wanatembea na tinia ICCN. Osa kona wapi ICCN inafaa patrouille mu vile ya Beni. Simba bambiaka kivi unabapitiza munani mkuna bapitiza mutenia ICCN. Si watu walionaka tusa upuuzi. Jovele.
Jovile deja M23 iko mutere, M23 iko mubeni vile, mubeni territoire, M23 iko presque partout. Manake nyendaomba ni basuja Butembo mujikaze mushikie mbeni, mwende mwambie mchie vile mbabiana Beni ya nguvu na courage ya kuweza kupigana. Juu tunaona kwa mingi Beni iko distrait. Beni kabisa wa jeunesse ya Beni liko distrait sana, liko distrait ma barbecue, liko distrait ma show, liko distrait ma kermesse, riabo ndio vile tu ya wanamuke. Sasa hii haiko tena ile wakati ya kufatana na ya wanamuke au mapombe, hapana. Hii ni wakati ya kujisauver. Mkona mnajua gizi FARDC yote niko mbeni pale, deja vote basaka meza. Gouverneur mpango yake ni moya na Kirimwami. Gizi Kirimwami aliangushaka Goma na vile vile ndio somo anasusia kuangushe Beni. Ni wakati njoo hii ya kupigana ya kujisauver. Musiwaze FARDC ndio tabasauver. Au contraire, ayo nyinyi ita juu deja isaba trahir depuis zamani. Ndio. So vile Mungu hapana. Ya kwanza mko na jogi tunaombaka Mungu mwenyewe kwa wetu. Ule Mungu mwenye wa Biblia ule haiko ndio Mungu wetu. Iko mkono mnauzua. Na leo ya kosa kwa pastor fulani iko sawa walehosha hapa. Wao peke yao nabaambia nini? Maombi haitamaliza vita ya Beni Butembo. Hapana, ile haiko maombi. Ni kupigana tu. Na wale wa pastor waache kuona bambrie, na mwi group inazo kisa mtu akosa ba pastor. Ba pastor muache kuambrie jeunesse. Muache jeunesse ipe kazi yake. Mwache kuambie watu biko muvita mnapenda kula kwa watu wa makuta za sadaka. Sadaka ya nini? Ya kwenda wapi? Yako haiko nasaidia na inchi. Iko tu yenyu ya maguza kwa maveste yenyu tu magari zenyu mwisho. Mwache kuambie jeunesse, muhubiri injili ya kweli mkanisa. Mwambie vijana wote wajitayarishe waende bapigane. Mtakuwa na hubiri watu gani na M23 singia mumugi. Mbona na Goma manyine maingi kwenye M23 iko. Munaona banasomaka tena. Ole muhubiri tumishi wa Mungu, watoto wa Mungu wamieke bapigane juu vita iishe kusudi masiku zitakuya muamani, tutakuwa nasoma sasa na tuko huru. Na tunaomba sasa Mungu wetu wa Afrika, Mungu wetu wa Kongo. Ni tukwambie watu masadaka au mapepo gani? Mbona nyinyi mwana mapepo nyewe pastor yenyewe? Mwisho Kiachana na hiyo, maeneo ya Lubutu hali imeonekana kudhorota. Wananchi wamelazimika kukimbia makazi yao huku wamoja wakichukua njia kuelekea Kisangani. Hayo yametokea baada ya mapigano makali ya magaidi pamoja na wazalendo, kitendo ambacho kimesababisha kila mtu kujitafuta namna ya kukinga kwanza maisha yake pamoja na familia yake. Watoto, kina mama, wazee na vijana wameonekana wakikimbia Lubutu huku wakitafuta namna kwa ajili ya kuweza kujiepusha. Ona vile Lubutu ko sai. Mwae haiko. Ona tusi. Vile watu biko wakimbia, biko waenda Lubutu sai mwae haiko. Ona batu. Batu wa ama tu. Ona vile watu biko wateseka. Pebi kwenda njia Kisangani abankoyola ngeba tu kwenda kwenye tuba moto. Ngeya saa hii Lubutu ile. Hii ambayo unasikiliza ni Amka na Baraka One TV na ni tarehe 8 mwezi wa 6 2026. Mtatusamehe sana kwa kuweza kuchelewa kurusha matangazo yetu kwa asubuhi hii ya leo. Ni kutokana tu na matatizo ya kimtandao, lakini kazi bado ziko zinaendelea. Na pia unatufuata kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe Central pamoja na East Africa, na hata wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Jidi Kizenga Tembele, King Sele, Izabia Yeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto,
Biondo Kilambamawe, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letitia, da Asha, da Arwen Akisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papire Jabu kutoka Afrika ya Kusini, Yahya Hussein kutoka Dar es Salaam, Kashozo Usela, ukiwa unasikiliza Baraka1 TV. Baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Beni, tubaki tu jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya jiji la Goma ambako M23 RDF watupa silaha pamoja na nguo za kijeshi na kutimkia pasipojulikana. Ukichukulia upande wa Kivu ya Kaskazini ndani ya jiji la Goma, maeneo ya Borne 13 kumeonekana nguo nyingi za kijeshi pamoja na silaha. Inasadikika kwamba vijana waliojiunga wa Kitusi ndani ya M23 waliweza kuvua nguo hizo za kijeshi na kuzitupa, na baadaye wamoja kutimkia Rwanda na wengine pia kutimkia pasipojulikana. Vijana wa Kikongomani waliweza kukimbia na kuvua kombati hizo, huku wengine wakichukua njia ya kuelekea katika tarafa ambazo ziko chini ya mikono ya serikali pamoja na wazalendo. Kwa upande wa uwanja wa ndege ndani ya jiji la Goma ambako kulikuwa kuna wanajeshi wengi wa kutosha, kwa sasa inasemekana kwenye mlango wa kuingilia kunaonekana tu mwanajeshi mmoja. Dalili hii ni kutokana na kauli ya Marekani ambako inawataka M23 mpaka kufikia katikati ya mwezi wa 7 wawe tayari wameondoka wote kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa M23 wako na presha isiyopindika. Hali inazidi kuwa mbaya kati yao, wao kwa wao wameanza kugombana. Kuna wale ambao wako tayari kuweka silaha chini na wengine bado wanaendelea kung'ang'ania kutongana na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongo inatakiwa ilindwe na mimi na wewe, sisi sote, na usipolinda nchi yako basi hata ukitoka ukienda nje utakuwa ni mtumwa. Moja kati ya jumbe kutoka kwa wadau ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kusensibilize wa ndugu zetu. Nchi sio ya mtu fulani, nchi ni yetu. Kongo ni yetu. Na hatuna nchi ingine pasipokuwa ni Kongo. Kama tunapoteza hii nchi, hatuna na ingine. Fasi yote yenye utaenda ujue uko mgeni, haiko nchi yako. Tu ne peux pas sillonner n'importe où kwenye unapenda mwa ile nchi, hapana. Mwa nchi unaweza enda kwenye unapenda. Alors, sur ce, nilitaka waambia surtout les jeunes patriotes, wala ba papa benye biko na ba jeunes kunyumba. Mujue kama shetani anagombaniaka ba jeunes na Mungu naye anagombaniaka ba jeunes parce que ndio benye biko na force. Na kwa ile inchi komo mikono ya ba jeunes, haiko wazee. Inchi komo mikono ya ba jeunes, na ba jeunes ndio banapasha kugomboa inchi. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu ya Amka na Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga. Niseme tu kwamba bye bye. Kikubwa ni kuendelea kushare, kusubscribe na kulike Baraka1 TV, na hata vile vile usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako na rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.